Shalom, shalom. This is Eunice Ministry Flowers of Marriage. Nimekuja tena, niko mbele zenu na somo nzuri kabisa, somo ambalo nimelisikia ndani yangu kuliongelea kwa sababu ni somo ambalo linahusu simu zetu. Hizi simu zetu zinaweza zikatengeneza kitu kizuri au likatengeneza kitu kibaya. Hizi simu kwenye ndoa nimeona watu wengi wanagombana kupitia simu. Lakini nimekuja na swali. Je, unaelewa shetani anaweza akatumia hiyo simu yako kuvunja ndoa yako? Kuna vitu vinavyo nishangaza sana na nimejiuliza haya maswali muda mrefu na nikasema nitakuja kuliongelea na hili kushare na nyinyi ili na nyie pia kwenye comment mniambie kama kweli hizi simu zinajenga wakati mwingine au zinabomoa. Kwa sababu kitu cha kwanza, unakuta mtu ni mke au ni mume, unakuta mme wako ana simu yake lakini hataki mke wake aiguse. Mke hajui password ya mme wake. Unakuta mtu ni mke wa mtu fulani, alafu mme wake hajui password ya simu yake. Nikajiuliza, ni nini hicho ambacho mnakificha kwenye hizo simu zenu? Kama hakuna siri yoyote unayoficha, kwa nini uogope mwenzio kushika simu yako? Na wakati mke wako ni mwili wako mwenyewe au mumeo ni mwili wako, unaficha nini huko ndani? Kuna madudu yapi hayo unayoyaficha yanayosababisha wewe uogope mkeo kushika simu yako? Unakuta watu wanasema kabisa, this is my property, usiguse simu yangu. Mimi nikacheka nikajiuliza, jamani, kuna mbinu gani huko ambayo adui anaitumia kuharibu kitu ambacho Mungu alikianzisha? Kwa sababu huwa anasema mara nyingi, ndoa ni taasisi ya Mungu. Mungu ndiye aliyeianzisha taasisi ya ndoa. Na shetani anajaribu kuvuruga kile ambacho Mungu alikianzisha kwa kupitia tu kitu kidogo, kitu kinachoitwa simu. Niwaulize swali kabisa, swali ndogo tu. Kama wewe huwezi kuuficha mwili wako, yani unavua nguo mbele za mumeo, unabaki kabisa kama ulivyozaliwa. Mnaenda bafuni mnaoga pamoja. Unamwambia nisugue hapa mgongoni. Ukioga mwanamke unaelewa kabisa lazima upake mwili wako mafuta ili uwe laini, ili ulainike vizuri. Alafu unamwambia mume wako nipake mafuta mgongoni na unainama kabisa kupake mafuta. Sasa nini hicho unachokificha kwenye hiyo simu? Hamuoni hapo kuna mbinu ya adui? Ipo mbinu kabisa ya shetani ya kuja kukuonyesha kwamba simu ni your property. Na kabisa wanakushauri watu wengine, wanakwambia usijaribu kuguza simu ya mume wako. Kama unataka kuishi miaka mingi, achana na simu ya mume wako. Huo ni uongo wa shetani. Kama mwili wake unauona, unaweza ukaugusa mwili ambao unatakiwa kustiliwa, lakini ule mwili unauona kiwa kabisa utupu, hana chochote. Kwa nini simu haifiche? Simu ina mbinu gani? Ina siri gani ndani? Kuna nini hicho adui ambacho anajua kwenye hiyo simu awatenganishe kupitia hiyo simu? Simu ni kitu kidogo sana, lakini kinavunja ndoa za wengi. Nimeona ndoa za wengi zikivunjika kupitia kitu kinachoitwa simu. Kwa sababu tu ya password ya mtu fulani, ya mumeo, password ya mkeo. Mtu anaficha password yake na ukishaigundua anabadilisha. Ndugu zangu, nawaomba usiwahi kuficha password yako kwa mpenzi wako, kwa mume wako, kwa mke wako. Kwa sababu kuna wakati itakusaidia hata kama unaumwa, upo kwenye hatari, kuna wakati atakuokoa kupitia hiyo password yako. Unakuta password ya benki, namba ya siri hawezi kukupa. Hawezi kukupa namba ya siri ya simu yake. Namba ya M-Pesa ya siri hawezi kukupa. Niwachekeshe kitu kimoja. Unajua ni vizuri kuhubiri na mifano. Mimi nahubiri na mifano. Napenda nitoe mfano wangu. Maana sitaki kutoa mifano ya wengine. Naweza nisiwajue sana. Mfano wa kwangu mimi. Mimi password ya kwangu ya simu mume wangu ndo ameweka.
ndo anaijua. Na yeye nilikuwa sina password, akaniambia ni vizuri kuweka password. Unaweza ukawa umeweka simu mfukoni, hiyo simu ikawa inajipiga yenyewe. Ni vizuri kuwa na password. Kwa akaniwekea yeye mwenyewe. Akaja akaniambia password niliyoweka ni hii na hii. Ya kwake anakuja ananiambia password ni hii na hii. Namba yake ya siri ya M-Pesa ninaijua. Namba ya benki ya siri ninaijua. Mpaka kuna wakati ananiambia nakuachia kadi ukatoe hela. Anamwambia baba utaenda tutatoa utakuja nazo. Mimi namwambia tu. Lakini yeye yuko free. Mimi namba yangu ya siri ya benki anaijua, ya kadi yangu ya benki anaijua. Nini hicho ambacho nakificha? Kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Mimi na mume wangu ni mwili mmoja. Na kama ni mwili mmoja, hatufichani mambo mengine. Mimi unajua najiuliza, simu ni vitu kidogo kwa sababu nikiangalia, yaani kumuonyesha mtu utupu wako, lakini unaogopa tu kumuonyesha namba ya siri ya simu yako, password. Mimi nakwambia hii ni mbinu ya shetani. Amekuja nayo ili ndoa zisisimame. Ili mujionyeshe kama mko pamoja sana, lakini ikifika kwenye masuala tu ya simu ndo mtengane. Hapana, hiyo ni mbinu ya shetani. Tumshinde shetani. Usikubali kumficha mwenza wako password yako ya benki, ya simu. Ni kweli wengi watakuja watasema, mwingine hajaokoka, au ukimpa hiyo namba anaenda kuchukua zile hela zilizopo huko, anaenda kuwapelekea sijui nani huko. Mungu anaweza akatunza hilo. Kama yuko hivyo sawa, unaweza ukasema hapa mimi nazuia hii password ya benki nisimpe namba ya siri kwa sababu atatoa ataenda kupeleka kule. Lakini Mungu aliweka. Hebu imagine wakati wa wazazi wetu kulikuwa hamna simu, lakini waliishi vizuri sana. Waliishi kwa amani, waliishi kwa furaha, lakini sasa hivi kitu kadogo tu kanakoitwa simu kanavunja ndoa. Kitu kingine nikiongelee, unakuta mtu upo ndani ya ndoa. Unachati na watu wengine. Sawa, kuna mtu unachati naye, alafu huyu mtu ukichati naye mume wako hajui. Nini hicho unachokificha? Kama kuna mtu anakupigia, kwa mfano kama mimi mshauri wa ndoa, kuna watu wengi sana wananipigia, wanaume kwa wanawake. Mimi huwa namshirikisha mume wangu, namwambia kuna namba ilinipigia, kama hayupo karibu nitapokea, lakini baadaye nitamwambia kuna namba hii ilinipigia hivi na hivi. Alafu hata message mtu akiniandikia namuonyesha, hebu ona huyu aliandika hivi na hivi. Hata tunaweza tukashauriana, mjibu hivi, fanya hivi. Yaani ni kitu kinakuwa cha baraka. Yeye mwenyewe chochote kikiingia kwake, hata kama ni hela ni nini, ananionyesha. Kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Hakuna tofauti yangu mimi na mume wangu. Mume wangu mimi ni mwili wake kabisa. Sisi wote ni mwili mmoja. Yaani hakuna kutenganishwa. Na ukiwa huna hizo siri, utakuwa tu na amani. Unapokuwa, yani imagine unaficha eti password yako au simu ikiita unakimbia unaenda kuongelea nje. Utakonda, utaisha. Utakuwa huna amani kwenye hiyo ndoa. Utakuwa yani kitu unachojifichia hata una raha. Unakuwa yani na mawazo kila saa. Bora kuwa uaminifu ndio unaojenga ndoa. Mambo ya simu haya tuyaangalie sana kwa sababu yamevunja ndoa za watu wengi. Unakuta mwingine tu labda kuna kitu anaangalia, kuna kitu anafanya kwenye simu, mpaka anaunguza chakula, anafanya nini. Hebu Mungu atusaidie tuwe na kiasi kwa kila jambo. Lakini kitu kikubwa, tuache kufichana hizo password. Ni vitu vidogo sana. Kwa sababu wewe unavua nguo mbele za. Hakuna kitu kikubwa kama hicho duniani. Mtu yani mimi mwenyewe hata hapa hivi kuonekana naficha hivi. Alafu sasa eti uje ndio ufiche password ya simu ambayo wewe unavua nguo mume wangu akiwepo. Ni shetani anatengeneza mbinu tu za kusababisha tukose kuelewana, tukose umoja. Kwa sababu siku zote ndoa haijengwi kwa fujo. Haijengwi kwa kufichana vitu, ni kuwa wazi. Ukiwa wazi, yani unabaki tu na amani. Nini unachoficha huko? Unaficha nini huko ndani? Unakuwa free, unakuwa na amani. Achukue simu yako, apige, anaweza akachukua, akaangalia hata salio lako, ukawa tu na amani. Mungu awabariki sana, ninawapenda sana sana sana.
na Mungu aendelee kuwatunza na kuwalinda, na Mungu atupe hekima jinsi ya kufanya kwenye hili la simu, kwa sababu ni kakitu kadogo, ila kamevunja ndoa za watu wengi, haswa vijana wa siku hizi hao ambao ni Gen Z. Yaani ndoa za watu wengi zimevunjika kupitia kitu kinachoitwa simu. Tujilinde sana na Mungu atusaidie. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom. Ninawapenda, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na ninawapenda sana. Mlike video zangu jamani. Ninawapenda. Chao chao.